Itakuwa mechi kali sana. Bwana usikose hiyo. Itakuwa mechi kali sana. Hiko ndio kitu ambacho na uhakika nacho. Wale pilau mapema. Kabisa pilau leo mapema, kesho watu waende uwanjani. Lakini ambaye ana fursa kwenda uwanjani asipitwe hiyo mechi kwenye Azam TV. Kwa nini? Kwa sababu ni mechi ambayo haiangalii sana ufundi kama ambavyo umeuliza. Sio mechi ya kiufundi sana, of course ufundi upo kwa tacticians hao wawili, lakini sio mechi ya ufundi sana. Ni mechi ambayo wachezaji wanatiwa sana hamasa. Yaani wakati huu huko Azam ni hamasa za nguvu namna kumkabili mnyama. Alkadhalika kwa upande wa mnyama ni hamasa za nguvu namna kumkabili Azam. Tunafahamu ligi ni marathon na yeyote anaweza kupoteza kwa mpinzani yoyote. Kuna kupoteza, kuna kutoa sare. Lakini unapokutana na mkubwa mwenzako, maana yake ni mpinzani ambaye mwenyewe unaingia ikiwa una percentages kubwa za ushindi. Yaani Azam anapokutana na timu za madaraja ya kati kama Prisons, kama Dodoma Jiji, kama Coastal Union, anapokutana na hao, Azam anaweza kawa anaweka 80% mfukoni mwake anaenda kushinda. Lakini akikutana na Simba anaweza kuweka 50%. Umeelewa? Yaani 50% kwamba hii mechi inaweza nikashinda au chochote kikatokea kwa sababu ya quality ya mpinzani. The same pia kwa upande wa Simba. Anapokutana na Mtibwa, Dodoma na timu za namna hiyo, anaona kabisa kwamba daraja la ushindi lipo kwa 80%. Lakini anapokutana na Azam chochote kinaweza kikatokea kwa sababu hizi zote ni timu kubwa. Ni timu ambazo kila mmoja anaamini mimi naweza kumbiti huyu. Kwa hiyo mechi inakwenda kuwa ngumu. Alafu katika wakati huu ambao tunafahamu kwamba ligi imeshaingia katika duru la pili tayari. Kwa wakati huu maana yake ni mechi ambayo ina umuhimu mkubwa kwenye maslahi ya ubingwa au nafasi ya pili katika ligi. Yes, kwa sababu hawa wawili wapo katika hizi nafasi mbili za hapa katikati. Huku juu kuna Young Africans. So Young Africans tayari anaongoza marathon yuko juu. Sasa nani anamsogelea Young Africans na nani atakubali kukaa nafasi ya tatu? Kila mmoja atake nafasi ya tatu. Anahitaji nafasi ya pili kwa wakati huu kwa sababu kuna mechi nyingine zimesalia kumfikia Yanga. Kwa hiyo kwa wakati huu kila mmoja atakukaa pale nyuma ya Young Africans, alafu aanze kuhesabiana mechi zinazokuja. Kwa hiyo hiyo mechi itakuwa ngumu sana kwenye upande wa hamasa. Lakini kwenye upande wa kiufundi itakuwa ngumu pia kwa sababu ya madaraja ya hawa makocha. Mechi ya kwanza bad luck, akuepo Steve Barker akuepo mechi ya kwanza ambayo ya nyota ambao wameingizwa katika dirisha dogo kwa upande wa Simba Sports. Yep. Hiyo ni pointi muhimu sana kwenye kuizungumzia hii mechi. Simba alipoteza first match magoli 2-0 pale Mkapa. Lakini vitu vingi vimebadilika sasa hivi. Kwa maana ya Azam imebadilika. Kuna baadhi ya wachezaji wameingia hapa ingawaje hawajabadilika kwa daraja kubwa ukilinganisha na Simba. Simba timu yao ni kama imekuwa mpya kwenye kutoka kwenye dirisha dogo mpaka hapa tulipo. Imebadilika kwa kiwango kikubwa sana. Maingizo ya wachezaji wapya ni wengi. Kwa hiyo Jean-Florent Ibenge, kocha wa Azam, alivyoifunga Simba ile iliyopita, naamini kuna mpango kazi tofauti anakwenda kutengeneza na Simba hii, kwa sababu haichezi kama ilivyokuwa inacheza wakati ule. Sasa hivi inacheza under new coach, sio? Lakini pia wachezaji ambao wanaenda kukabiliana nao sio wale ambao walikutana nao kule. Huko sasa hivi kuna wachezaji wengine tofauti. Kwa hiyo mpango kazi unabadilika. Kwa hiyo usifikirie ukacopy and paste matokeo yale yaliyopita kule ukaleta hapa kwa wepesi. Inawezekana Azam akashinda, lakini haiwezi kuwa katika maybe njia zile ambazo Ibenge alizitumia. Anaweza katafuta njia. Tuangalie kwa mfano kwa upande wa Azam, ni upande gani anatakiwa awe makini, kwa sababu tukimwangalia mnyama tangu amerejea kutoka kwenye dirisha dogo ameonekana kuwa tofauti. Ukirejea kwenye game ya watani alionekana kwa kudominate game kwenye 1% kubwa labda kipindi cha kwanza na kucheza vizuri. Lakini kwenye mchezo huu ambao kesho anatarajia kwenda kucheza, Azam zaidi wapi labda anatakiwa awe makini ili kuweza kumzuia Simba asiwe na madhara? Ili ujue Azam anatakiwa kuwa makini wapi, maana yake inabidi ujue strengths za Simba. Sawa? Simba uko na umakini katika maeneo gani? Simba kwa sasa hivi haitabiriki. Yaani haina njia moja wao kukufunga. Yes. Miongoni mwa vitu ambavyo alianza navyo kama threat, lakini sasa hivi imebadilika, ilikuwa ni upande wa Libase Geye kwenye duru la pili. Libase Geye akitana kutokea upande wa kulia akiwa na cutting kusogea kati ili ya Cave, alikuwa threat mwanzoni, lakini sasa hivi unaona mabeki wengi ni kama
wanajua kabisa kwamba huyu threat katika mguu huu na nataka kutani huku, kwa hiyo anamzuia zile njia asizipate. Kwa hiyo hilo ni eneo la kwanza. Libase Geye waendelee kumchunga asiweze kukati ndani na kwenda kukave, kwa sababu ana uwezo wa kufanya hiko kitu. So ni namna ya kumzuia. Azam wana quality za hao mabeki ambao wanaweza kumzuia vizuri asilete hayo madhara. Lakini eneo la pili la strength ya Simba ni eneo ambalo anacheza Nixon Kibabage. Kibabage overlapping yake ni ajabu. Overlap mpaka katika boxi anakwenda kusababisha hatari. Inawezekana ikawa ka create chance, inawezekana ka assist, inawezekana ameleta controversy katika uwanja. Kwa hiyo Kibabage ni miongoni mwa wachezaji hatari kwenye kikosi cha Simba akitokea upande wa kushoto, kwa sababu anakwenda kupeleka impact ya moja kwa moja ndani ya box. Hii ni eneo jingine ambalo Azam anatakiwa kuliangalia. Namna gani unamzuia Kibabage asiwe na overlap kwenda mbele kwenda kutengeneza hatari. Wachezaji wengine ni kumnyima space Chama sio na utulivu. Chama akishika mpira press kwa haraka. Msimpe nafasi ya kufanya maamuzi. Ukimpa nafasi ya kufanya maamuzi anaweza akapiga pasi kama aliyopigwa Singida. Si uliona? Niliona. So vitu vya namna hiyo, maeneo hayo ni maeneo ambayo anatakiwa kuyaangalia kwa jicho la tatu.